Viongozi mbalimbali wa dini wamemwombea Waziri Mkuu mstaafu na mbunge mstaafu wa jimbo la Ruangwa, Mheshimiwa Kassim Majaliwa katika dua maalum ya shukrani baada ya kustaafu utumishi wa kisiasa katika jimbo hilo ambalo amelitumikia kwa miaka 15 kama mbunge. Viongozi hawa wa dini wamesoma dua hiyo ya kumtakia heri Waziri Mkuu mstaafu Mheshimiwa Kassim Majaliwa nyumbani kwake katika kijiji cha Nandagala wilayani Ruangwa na kuhudhuriwa na viongozi na maelfu ya wananchi wa jimbo la Ruangwa na wilaya na mikoa jirani. Siloitumikia, sidhani kama walikuwa unahitaji wewe peke yako ya waziri mkuu, hata ya ubunge kulikuwa na watu wengi waliomba nafasi hiyo, lakini kwa kudura za Mwenyezi Mungu ulipata wewe. Najua umati huu umeualika ili uwe shuhuda kwa shukrani yako, maana ingetosha kushukuru wewe chumbani kwako peke yako na mkeo, lakini umetuleta na sisi tuwe mashuhuda. Mungu akubariki sana, na niombe sasa kwa ajili yako. Mungu, asante kwa mkono wako wenye mamlaka ulioumba mbingu na nchi na wanadamu na viumbe vyote vilivyopo vinavyoonekana na sivyoonekana. Unachagua wewe kwa jicho lako pana kipi kikutumikie kwa namna gani. Utumishi ambao ulimpa ndugu yetu Majaliwa ni utumishi wa kutumikia watu wako. Kama ingekuwa kwenye Biblia tungesema ni mchungaji aliyechunga watu wake vyema. Leo ni siku ya kipekee ya kukushukuru wewe na kukuomba kwa kumhifadhi mja wako Kassim Majaliwa na kumpa taufiki ya kuutumikia umma wa Tanzania kwa uadilifu mkubwa. Hata leo ameweza kustaafu katika nafasi yake. Ya Rabbi, tunakukabidhi tena mja wako huyo katika lile ambalo utaona linamfaa na kumpendeza na kukupendeza wewe pia, basi aendelee kuwatumikia Watanzania kwa namna yoyote ile. Ya Rabbi, endelea kumhifadhi yeye na familia yake, endelea kumbarikia yeye katika kila kheri na baraka, na umuhifadhi na kila aina ya shari. Tunaendelea kumwombea rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, endelea kummakinisha katika nafasi yake, aendelee kuwatumikia Watanzania wote kwa ujumla. Ya Rabbi, leo ni siku ya kipekee, tunakuomba endelea kuibariki nchi yetu ya Tanzania, endelea kuwabariki viongozi wote, endelea kuwabariki wana Ruangwa na Watanzania kwa ujumla wake. Na tumeshuhudia maendeleo makubwa katika fani mbalimbali, katika nafasi mbalimbali ndani na nje ya jimbo letu la Ruangwa, kama vile afya, elimu, barabara, mawasiliano ya habari. Haya yote aliyatekeleza kwa moyo na upendo wa dhati na kuliletea jimbo letu la Ruangwa na nchi yetu ya Tanzania heshima kubwa. Kwetu sisi wana Ruangwa, Mheshimiwa mbunge Kassim Majaliwa na Waziri Mkuu mstaafu ni mfano wa kuigwa utakaodumu ndani ya mioyo yetu. Aidha, tunamuombea yeye na familia yake kwa Mwenyezi Mungu amjalie neema na baraka za maisha marefu yaliyotukuka, na sisi tutakuwa tunamtumia kama mshauri wetu katika nafasi mbalimbali pale tutakapohitaji msaada wake. Mwenyezi Mungu, tumeinua mikono yetu kukuomba wewe, ya Rabbi, tujalia kila lilokuwa la kheri, utuepushia kila lilokuwa la shari. Ya Rabbi, madhambi tuliochuma si kitu kwa wema wako.
hakika huruma zako ni nyema na huruma zako zimeenea kwa kila kiumbe. Mwenyezi Mungu tuhurumie kwa huruma zako, umjalie ndugu yetu kipenzi chetu Waziri Mustaafu Majaliwa, umpe kila lilokuwa la kheri na umuondoshe hasadi na mahasidi, umkinge kwa kila lilokuwa la shari na umpe maono ya kukutambua wewe ya Rabbil Alamina, yeye pamoja na familia yake. Mwenyezi Mungu wafunike kwa kimvuli cha rahma yako birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khair. Asante kwa sababu ya mtumishi wako Kassim Majaliwa pamoja na mama Mary na watoto wote wapita mkutano kwa sababu ya kuja kusema asante. Na sisi watumishi wako tumekuja kwa kuwakilisha uwepo wako na kupokea hizo asante zao na kuziwakilisha kwako. Kama vile Mungu umekuwa mchungaji katika maisha yake, maisha ya familia yake kwa siku zote za utumishi, tunakuamini kwamba wewe ndio utakaendelea bado kuyashikilia maisha yake, maisha ya familia na maisha ya utumishi mwingine ambao utampa katika siku zilizoko mbeleni. Kama vile ambavyo ulimwepusha mabaya, ulimwepusha kila aina ya shari, ndivyo utakavyoendelea, na ni kwa sababu amesema asante, na watumishi wako tumeungana pamoja naye kusema asante. Mpe afya njema, ongeza miaka yake ya kuishi na familia yake kwa sababu ya utukufu wa jina lako. Ondoshe mitihani yote. Mitihani hiyo haiwezi mwanadamu, hana uwezo nayo. Mwenye uwezo nayo wewe, basi hayo utuondoshe. Utuondoshe Allah subhanahu wa ta'ala, wewe ndio mwenye uwezo. Sheikh aliyetangulia ameamrisha kwamba tusome Ayatul Kursi, lakini nakupeni mahala pa kunoga sana. Mungu la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Kwa upande wake Mheshimiwa Majaliwa akizungumza baada ya dua hiyo, amewashukuru wananchi wa jimbo la Ruangwa na Watanzania kwa kumpa ushirikiano wakati wote wa utumishi wake, huku akiwataja marais watatu waliomfikisha katika nafasi hiyo. Natumia nafasi hii kuwashukuru marais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambao mimi nimepita kwenye mikono yao, na nianze kumshukuru kutoka moyoni kabisa Mheshimiwa Dr. Jakaya Mrisho Kikwete. Ndiye rais wa kwanza aliyeniingiza mimi serikalini kwa nafasi zenye uelekeo wa siasa. Mimi nilikuwa mwalimu tu wa darasani. Baadaye niliomba kazi ya kuwakilisha walimu kuwasemea serikalini. Yeye aliniona na aliniteua nikiwa mkoani Singida kuwa mkuu wa wilaya ya Urambo, jukumu ambalo nimetumikia kwa miaka 5, 3.5 Urambo, 1.5 Rufiji. Mheshimiwa Dr. Jakaya Mrisho Kikwete alipoona mimi nimeenda jimboni huku Ruangwa nikapata ridhaa ya wana Ruangwa kuwa naibu, kwa kuwa mbunge, aliniteua na kuwa naibu waziri, na nimehudumu nafasi hiyo kwa miaka yote 5, mbali ya kwamba kulikuwa na mabadiliko ya baadhi ya mawaziri zaidi ya mara 3. Lazima nimshukuru siku huu, kutoka ukuu wa wilaya mpaka naibu waziri kwa miaka yote hiyo 10 nikiwa na yeye, siwezi kuacha kumshukuru, na kwa kweli namuombea afya njema, aendelee. Aliponiingiza serikalini na kunifanya nijifunze kazi na kuendelea na kufanya kazi, Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli hayati, Mwenyezi Mungu aendelee kuilaza roho yake mahali pema peponi, amina, ndiye aliyeniibua kutoka naibu waziri kwenda waziri mkuu. Huyu hayati Dr. John Pombe Magufuli siwezi kumsahau kwa sababu aliandika historia nzito kwangu.
haikuwahi kutarajiwa kwamba naibu waziri anaweza akachaguliwa kuwa waziri mkuu. Ilikuwa ni somo jipya, uzoefu mpya, na wala alipokuwa ananiwazia yeye wala kunidokeza wala kutuma alama zozote. Mimi nilikuwa uwanjani nacheza mpira Jamhuri Stadium, naambiwa huko umetajwa nini waziri mkuu. Sikuelewa. Namshukuru sana Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli hayati. Haya ninayosema Mwenyezi Mungu anamfikishia huko, na apokee shukrani zangu kwa niaba ya familia yangu. Namshukuru sana pia Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania aliyeko madarakani sasa. Na yeye alipoingia madarakani aliona naweza kumsaidia kazi kwa nafasi hiyo ya waziri mkuu, na akaridhia niendelee naye. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, wakati mimi naingia kuwa naibu waziri, yeye alikuwa waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais, muungano na mazingira. Kwa nilifanya naye kazi nikiwa naibu waziri, na nilipoteuliwa kuwa waziri mkuu yeye alikuwa makamu wa rais. Tulifanya naye kazi. Naendelea kumshukuru kwa sababu maamuzi yake ni maamuzi ambayo hajawahi kutokea kwa waziri mkuu aliyehudumu kwa rais huyu, naye akatamani kuhudumiwa na waziri mkuu huyo huyo. Kama ana vigezo vyovyote vile, basi yeye mwenyewe anajua. Mimi kwangu na familia yangu ni kumshukuru kwa kitendo chake cha kuona kuwa naweza kumsaidia kazi, kwa kitendo chake cha kuniamini kwamba naweza kumsaidia kazi, na nitaendelea kumshukuru Mungu na kumwombea yeye kwa Mungu ampe afya njema, aendelee kumjalia kila laheri na kila anachotamani kiwepo mbele yake. Kwa naro wangu, mnajua ameshakuja hapa zaidi ya mara mbili, amezungumza na nyie, amewahakikishia kuwaunga mkono, na sisi pia ni wajibu wetu. Ameyafanya mengi kwenye wilaya hii, mabadiliko kadhaa yametokana na mkono wake, akipitisha kwangu kwa maombi yenu na changamoto zenu. Naendelea kumshukuru na kumtakia kila laheri kwenye uongozi wake. Mimi namaliza, lakini bado tutamheshimu na tunathamini mchango wake kwenye jimbo hili, na tunamwombea amalize muda wake wa utumishi hapo utakapokoma. GMTV.